الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فلقد فاز المتقون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa pili Safar 1448 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 31 mwezi wa 7 2026 miladia, chini ya kivuli cha maudhui yetu, nafasi ya maduati katika siasa. Nafasi ya maduati katika siasa. Limadha alkhutbatu bihadha alinwan, kwa nini hii khutba kwa inwani hii, kwa maudhui haya? Ama kwa nini? Ni kwa kuwa maduati tumejazana katika siasa, mashekhe wamejazana katika siasa, walimu wamejazana katika siasa, maimamu wamejazana katika siasa, maamum watapiga mbizi katika siasa. Ndipo khutba ikawa kwa maudhui haya. Tena, limadha alkhutbatu bihadha alinwan, kwa nini khutba kwa inwani hii? Lianna duata, kwa sababu maduati, kina sisi maduati, wal ulamaa, na ulama wanavyoni, wadhawi sultani, na wenye usultani, wenye mamlaka na wenye nguvu, wa ahla alghina wal yasari, na wenye utajiri na wenye wasaa na nafasi, bal wa kathiru min almuslimin, bali na wengi katika Uislamu wote wako katika siasa. Ndio khutba tukaifanya kwa inwani hii. Lakini kinachotefutwa katika hii khutba ni nini? Kinachotefutwa ni nafasi. Wote tuliwataja, maduati, maulama, wenye usultani, wenye nguvu, wenye utajiri, wenye nafasi, bali na wengi katika Uislamu. Lakini hapa kwenye maduati, ulama na mashekh, nafasi yao ni ipi katika siasa kulingamana na fikhi yetu ya Kiislamu? Maana maduati, maulama, wenye pawa na wenye hela, wakitaka kuchengeza mambo ya chengea. Mwanachuoni akitaka kuchengeza, atachengeza kulingamana na bayana aliyopewa, bali mwanachuoni akitaka kuharibu, ataharibu kulingamana na bayana. Inna minal bayani la sihra, katika bayana, katika ujuzi pana sihri. Ni sihiri ya kumvuta. Sihiri si kukuvuta wewe, na maneno humvuta mtu akamleta kwenye kumchengeza, na maneno humvuta mtu yakaleta kwenye kuharibu. Sasa nilowataja, wakitumia bayana kwa kutengeza, mambo yatachengea, lakini wakitumia bayana kwa kuharibu,
mambo yataharibika. Ndipo tukaihusisha hii khutba kwa inwani hii. Intabih, Abul Aswad ad-Duali asema almuluku hukamun ala nnas, wafalme viongozi ni mahakimu wa watu, huhukumu watu. Walulamau hukamun ala almuluk, na wanavyoni ni mahakimu wa kuwahukumu wafalme. Kwa hivyo ina maana nafasi, ikiwa mwanachuoni amepewa kuwa hakimu wa kuhukumu watawala na watawala ni wa mahakimu kuhukumu watu, ina maana mtawala, kiongozi wa aina yoyote, afaa sana katika kabineti yake, kiongozi yoyote, kuweko na maulama, ulama ambao watakuwa ndio washauri, kwa sababu yametajwa kwenye maandiko yetu, yafaa wawe washauri. Na ikipatikana nafasi sasa, ni viongozi hawa tumepata nafasi ya kukaa na wao, wako maulama, ni nafasi hiyo itumike kama wao ni ulama walopewa daraja kwa maandiko yetu matukufu ya kuwa hata kiongozi aweza akageuzwa kimaneno asipoyafanya yatakiwao kwa ukamilifu wake, lakini hawakosekani yote, hata kama kwa upungufu wake. Si mwanipata vizuri jamani? Sikia vizuri. Sasa ikiwa ni hivyo, tuko kwenye zama za siasa, wakati wa siasa, na siasa hazikosekani fitina, na kuna humlolongo wetu tuliotaja, aina yaqifu da'iyatu hina yattaqi dinu bisiasa. Mlinganizi, shehe, mwanachuoni, alim atakiwa awe na msimamo gani wakati dini pambanapo na siasa? Hapo atakiwapo yaqifu da'iyatu fi mantiqati daqiqa, da'iya ataka asimame eneo sahihi maalum, ikiwa dini tayari imepambana na siasa. Alim atakiwa asimame msimamo sahihi maalumu. Msimamo maalumu bila shaka kila mmoja afahamu, atakiwa kusimama mwalimu sivyo asimamavo mwingine asiyokuwa mwalimu. Tayib, haithu yajibu an yuhafidh ala istiqlaliyatihi, kwa namna ambavyo inapasa ahifadhi na kudumisha uhuru wake. Uhuru wake kwa kuwa mwalimu, shehe, mwanachuoni, adumishe uhuru wake kikamilifu, kwa kuwa niko hivi ndivyo ninavyotakiwa niwe mimi kwa fikihi yangu ya Kiislamu. Mwanielewa, sitaki kwenda kwa kina hapa mai madogo madogo, na hakika mtafahamu vizuri sana. Isitoshe, wayuwajiha siyasata bilqayyim, azielekee zile siasa kwa maadili, azielekee siasa kwa maadili. Ikiwa hana namna, dawai zenye kumpelekea zimempelekea aone ninao umuhimu kuweko, lakini asimame kwa maadili, duna an yadhuba fiha, bila kuyeyuka humo kwenye. Napimeni wenyewe, tusiingie maduati katika siasa tukayeyuka hapo na kuyayuka majua, au yutawia dini li khidmati sultan, ama ikawa ni kutumia dini kutumikia mamlaka. Ikawa uko wewe, lakini hii dini unaoitumia watumikia mamlaka, watumikia utawala, wantumikia kiongozi yoyote,
kuanzia kwenye udoe mpaka kwenye nyele za mwisho. Lipi linatakiwa? Intabih mawqi'u da'iya wa dhawabituhu, pahala pa da'iya, mlinganizi, na vidhibiti zake. Lazima tuchunge vidhibiti ambavyo ndivyo vitatudhibiti sisi katika siasa hizi vurugu, siasa hizi tulizo nazo. Vidhabiti, dhawabit, lazima tuchunge sote maduati. Moja, intabihu hirasatul qayyim, kuchunga maadili. Jiulize wewe nani, wajibu wangu nini mimi katika jamii, ili usiyeyuke katika siasa ama ukaivurumiza ikatoka lile la kujitambua kwamba kwa mimi nani mbele ya watu na nasema nini mbele ya watu. Tawjihu al-amali siyasi, kuelekeza haya mambo ya kisiasa nahwa al-adli wal-fadila, kwa upande wa usawa, uadilifu na fadhila na mambo bora, duna al-inkhirati fi as-saraati al-hizbiyati ad-dayiqa, bila ya kujihusisha na migogoro na misuguano ya vyama finyo vya kisiasa. Haya ni mambo yaelekezwa kwetu. Nafasi hata kama utapewa au kuna wajihi unaovuta kiusomi wako, watakiwa uweje katika siasa. Tayeb, tajannubu tawdhif, kujiepusha na kuajiriwa. Isiwe lengo lako wewe ni shehe, umeshiriki kisiasa kufa kupona, lakini lengo ni uajiriwe. Pimeni nyinyi wenyewe na nyinyi watu wazima, ikiwa lengo ni hilo, itakuwa kushiriki kwako kwa ukamilifu wako kwa unavyoweza, kwa maslahi yako ya kibinafsi, maana wataka uajiriwe. Haa ni maandiko, na sio kwamba kuwa tafinyafinya kuna pahala pengine ati nkwepe. Ni kwepeni alowemo awemo, atakiwa awemo kivipi? Kana nsome. Na kama hustahiki uwemo kwa maadili uliyoyaona kwa research zako, ni ujiepushe kivipi na usahihishe mambo kinamna gani. Hapana namna kunyamaza tena, na hatukunyamaza kuanzia siku hiyo, kwa sababu dini ni kupeana nasaha. Twende tukaone mambo. An-na'yu bil mimbar, mara ukipima pima, mimi nilikuwa taka niajiriwe, adipata mara kwanza hakunifanyia lolote, ukajiepusha na mimbari. Wa da'watu ila tabriri al-hukami wal muluki wal umara, na moja kwa moja ikawa mwito wako ni wa kuhalalisha watawala wafalme, maamiri wa ashabil ghina wal yasar, ukawa unahalalisha watu matajiri na wenye wasaa. Au tasli'in siyasi yafqidu ad-din qudsiyatu, ama ukageuza siasa kuwa bidhaa. Na kuna watu hivi sasa wengi siasa kwao bidhaa, varenge wao wale walorengwa, bidhaa yao ngoma barabarani, wengi wetu Waislamu. Lakini kuna walioichukua siasa bidhaa. Lakini nitakavyo mimi kutukua kitu mbidhaa maslahi kwa wote, ama mbidhaa maslahi kwako? Maslahi kwa wote ama maslahi kwako? Juma haliharibiki, njibuni. Maslahi kwako. Duka lako ukiuza bidhaa, kisha hujijumaa na bahasha faida uliyopata jana, mali uliyouza nzako mwenyewe. Ukitaka tatoa saidia, usipotaka tazuia.
na kufanya siasa bidhaa ni bidhaa, kwa hivyo itakuwa maslahi yako. Upati wewe, utakachokipata wewe ni kile cha kuchua ucheli ukalishwa sambusa, ukitoka useme hakuna kiongozi kama huu. Hufaa kiongozi huu. Hufaa vipi? Hadi nipeleka Blue Room siku moja, akanambia kula sambusa utakavyo. Ukilishwa sambusa utakavyo utazimaliza, ukitoka si utachapika tu ule ndana. Tachia faida ngapi? Yaate hayo. Tunataka tuwe na akili kwenye kutaka kubadilisha mambo, hata kama kwa kanuni zilizowekwa na mwanadamu. Tuna kipimo, tuna sharia, na mwenye kipimo akiandama kipimo chake hachecheki pahala popote. Tuachecheka kwenye taifa letu kwa sababu wengi wetu sisi katika Uislamu hatuna vipimo katika mambo. Kwa hiyo usije sasa husifu tu, kusifu ili uitwe, baada dhalika uhusishwe jambo. Ukihusishwa jambo maslahi yako, siasa ifanye kwa maslahi ya jamii, uondoshe utakatifu wa dini yako. Nambieni waungwana na lisiliwaudhi, na hakika halitawaudhi biidhnillah. Qudusiyatu hadha din, utakatifu wa dini hii umeondoshwa kwa kuchefuliwa, ama haujaondoshwa kwa sababu ya siasa? Umeondoshwa. Wanawake na wanaume huteza pamoja. Likisokotwa bati ngoma la kikwetu ile, utaingia kati hata kama ni imamu au vipi hapo jameni? Ukikosa kuinua mikono kwenye kucheza, atavua kofia yako uhizungusha kama feni. Mafhum? Aina qudusiyatu hadha din, utakatifu wa dini hii iko wapi? Kwa sababu ya siasa. Intabihi, hao ni yetu. Mimi ni mkati wa kunena tu, wala sitoi katika hapo kumwomba Mungu atupe thabati katika misimamo ya dini. Tusonge. Al-istiqlaliyatu rashida, uhuru wa busara wa kujitegemea. Mwanachuoni takawe na uhuru wa kujitegemea, lakini mwanachuoni na busara yake, hela huvae chembele chuma bajuni, uwe na utukufu wa elimu, busara na hekima na muono na miono, kisha uvutwe kana mwanambuzi wa udhia, upangiwe na mtu ambaye ni mpumbavu, hakusoma kusi wala kaskazi. Maskini wasomi baadhi yetu twajidhalilisha kwa masala siasa, na huu ni ukweli utokao kwa Mungu, na Mungu ataka ukweli kwa kitabu chetu. Hata vitabu vingine nsema kweli ni mpenzi wa Mungu, na tunataka Mungu atupende hata kama tutatukiwa na viongozi. Tuendavo sivyo, ndipo tukapwewa pwani, na kupwewa pwani hakuyambo kikinaya. Bajuni ukwambia kwamba hatari ni nchu kupwewa nchoni. Hebu nchoni mchu kupwewa nchuko nchoni, hakusimami pondo, hupwewa. Lakini ukipwewa nkinaya, limankana lahu qalbun au alqasama wa huwa shahid. Tusipotoshe na siasa, zingaveko kwa namna na kutoveko kwa namna mwingine. Ni watu wapige mbizi tu kwenye buhuthi za kielimu, fikihi ya Kiislamu ya kutaka wewe ufanye nini kama msomi. Tayib, takdimu nus wal mashura. Sisi wasomi tunataka tuchangulize nasaha na ushauri, tena bimaudhuiyatin wa sidqin, kwa lengo na ukweli. Unapotoa nasaha, toa nasaha za ukweli, kwa sababu twapotea sisi kwa hili ambalo waweza kuingia kwa namna kwa fikra ya Kiislamu. Lakini ikiwa uhisabiwa wengi kuwapoteza hizi siasa, kuwata maadili, na qudusiyatu din ikaondoka, akawa hajambulikani humu Muislamu kweli anavyofanya, kina sisi nasi sikatiti. Uelewe, kina sisi nasi sikatiti, kwa sababu tukipigiwa ngoma
kuona kama kuinua mguu tu kuingia peponi, kwa sababu wa ile hawa zilizokutawala, tena hawa potofu za siasa, uharibifu. Na hatuwezi kuchengeza, kwa sababu kila mmoja ataka kujipendekeza kwa mtu na kiongozi, na kila mmoja ana shitaha ya awini yeye katika mambo kwa maslahi yake, potelea mbali maslahi ya umma. Yatieni akili maneno ya vitabu vyetu tunavyoviamini. Ma'al baqai marji'an ruhiyan, mwanachuoni shekha akiingia hivyo, akisimama kwa usawa, abaki ni marji'. Hata zikimalizika aweza mtu ana matatizo yake akaenda akamtegemea, kwa sababu bado anao mvukuto wa watu kumsogelea, kwa sababu uchafu wa siasa hukunchefua kwa kutaka mwenyewe kujichefua. Lakini hebu niambie, niingie kimbiri mifu, qudsiyatu din iondoke, mpaka hata wajinga wasema hata kiwa na tatizo lolote mimi huyu simfuati. Nani ameharibu ndugu zangu ni katika imani? Tayyib. Wa akhlaqiyatun li jamii fi'ati almujtama, abaki kwa akhlaqi kwa makundi yote ya jamii yote. Naam, aliingia lakini hakuchecheka, kajaribu kusahihisha, kajaribu kusilihisha, lakini vakwechu valishikalo hulishika, vakaliambacha kama kuba, huwa huna lawama mbinguni, lakini na wewe umo nzima nzima. Ndipo vakazikwa watu wamechecha sababu siasa, havadhikani sababu siasa, lakini pengine kwa hii awamu batachia akili. Kama hawachia akili, si watu wa kufaa katika jamii hao. Lazima ukweli upasuliwe. Ala duat, ni juu ya madai, an yansahu lilmuslimin, wawape nasaha Waislamu. Waislamu wengi wamerengwa, Waislamu wengi wamerengwa kwa siasa. Ndio ukaona yaweza kupigwa ngoma na adhana. Nimeshuhudia, sisemi kwa kufanisha maneno, wallahu shahidun ala ma aqul, huadhiniwa na isipunguzwe ngoma, watu wakapita hapo hapo. Nitakupa mfano mmoja na saa hazitoshi ndio katika imani. Hili sigeni misikiti iliyoko barabarani, kukiadhiniwa, gari la Mkristo laweza kupita akaheshimu maneno ya Mungu, ship akazima disco yake. Si wote, wengi wenzetu katika vijana wetu, min abnaina, katika boma letu, aweza asipunguze hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu nilisimamisha darasa msikiti mwangu katika shahru Ramadhana al-mubaraka, wakatopijana wakali wakaenda, lakini walipoona vijana waja kwa kasi, akaondoa gari kwa kukimbia, na ni Muislamu. Je, kwa hizi siasa urengwa shekhe, wetambona nchu nzima miaka karibu 90 usaga Simbaropa kweli kweli haielewi mafumu, na kama Simbaropa lenyewe lile lilichoko chavo, lakini ukamuona na nchu nzima pia haintoshi ile ngoma, kupigana kwa midomo yake. Nini? Tumerengwa. Tusipozirudisha akili, watu watafaidika kwa huu tuicha unichafu, sisi tutabaki na kuchecha tu na kupigana na kumwaga damu na kuzikana. Hakuna lolote litalobaki kitarehe tukasema hii tumeiata generation itakaokuja kwa nguvu tulizozifanya, ili wasichecheke kielimu, wasichecheke kikazi, wasichecheke kibiashara, wasichecheke kimaadili. Wendapo waona sura za Uislamu namba hii, ni natija ya mashehe na wengineo waliosimama kidete mpaka kupatikana mabadiliko, japokuwa machache. Ziko nia hizo ama nia ngoma? Ngoma zitatupeleka wapi sisi? Tunasihi nasaha gani? Fi ta'zizi al-ikhai bainana, kuwezi undugu kwetu sisi acha na undugu kwa sababu ya hizi siasa. Undugu wetu ni undugu wa lawama nyingi tu, feki za kizukazuka.
Ndizo lawama zetu. Laumu panapostahiki kuwa lawama, walaumu kwa misingi ya kindugu. Sina kazi, huna kazi, tumekaa katika mabarazani, hula mungo kaa. Na juzi kauliza swala muungwana mmoja, anaambia mimi naona kula mungo kala kuna mboga tu, tanijibu nini? Kaambia takosa jawabu, biidhnillah sitakosa jawabu. Kaambia fanya kitu kimoja tu, maadamu kwako mungo kana mboga, siku nyingine ichie chui ipike kwa nazi. Ukenda kimbirimifu, wakati mwingine tutakwenda kimbirimifu kwa sababu tuko wakati wa umbirimifu. Kama hutaki kuelewa, tutakueleza kimbirimifu. Twende walqadai ala ma ya'taridhu sabilahu, kumaliza yenye kuingia kwenye barabara ya kukaja undugu. Wa yuhinu quwwatahu, na kudhoofisha nguvu zake. Ziko wapi nguvu zetu leo? Kuna nguvu zibakiezo ni hizo ute za ngoja wakati wake, tusiporudi kwenye dini kikamilifu, sio basi watakuja wenye kuiezi dini na watakuja wenye utisho na dini, wala si lazima mambo yote yajengee kwa kuweko sisi. Wakati mwingine huanza msingi, anaoimaliza ni mtu mwingine. Hakuna lawama, wala uwezi kunambia mbona umeanza msingi kisha ukimaliza. Uwezo wangu uliogo kwenye msingi tanitinda. Twenda wrong Waislamu, na lazima tujibadilishe na turudi kikamilifu na kujirekebisha. Kwanza ni watu warekebishe kwenye siasa. Watu siasa zifanya ndio maadili ya kupata uchumi. Wewe sisi siasa tumezifanya maadili ya uchumi? Ni siasa kuchecha na kutodhikana na udhuka mwingi na walao wengine na faida iko kwingine. Sisi tabaki na kelele nyingi, mirai siingie, mirai siingie. Mirai siingie. Mirai imeshikwa na watu ambao washauri wao ni maibilisi, na kumwangusa ibilisi nishati uwe na ikhlasi. Utakao mirai sije mbuzi mwanafunzi kwako, kisha utakayesije, ndipo ukaiona hapa. Ukipigiwa full line, toka barabarani, vaate vapiche na ushetani wako. Sitoke tu kuneno ingia, kona ruhusa kuingia hapa rena hapa nini maneno. Isi matajiri wa kunena, biashara endelea kama kawaida, na huwezi kuinyosha ndogo. Kwa sababu nini? Hatuna ramani, hatuna vipimo tulivyowekewa na kitabu chetu kitakatifu. Ya ilahi, al-ulamau warathatul anbiya, wanavyoni mawarithi wa mitume. Fi taghyiri wal islahi, katika kubadilisha na kuleta mapatano. Ikiwa wanazuoni ni warithi wa mitume katika kubadilisha mambo na kuleta maslahi, mtume alikuwa hodari kusilihisha, alikuwa si hodari kuchechanisha. Ndipo akaweza kusilihisha almuhajiruna wal ansar. Ansari walipofahamu tu, mbona sote twamuunga mtume, mali ya ghanima yote ameyapeleka Maka, hakumuhusisha yoyote mtu wa Madina. Hizo pia maneno kisiasa siasa hiyo. Mtume amependelea kwao. Mmoja kwa ujasiri akasimama asema, kwa nini lawama hizo mulizo nazo kwa mtume mali yote ameyapeleka Maka? Mungu si amesema katika Qur'ani, mali nda Mungu na mtume si yeye? Maneno dipande hawatoka kwa watu walioamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia ubinadamu uliwapeleka waaminifu wapenzi wa mtume, lakini ubinadamu ukapita na upepo ukawapita, wakaja wakanlaumu mtume. Sisi wana Mungu kambo sasa nkama mboga chembelechi fatwa nkama mboga nkama nchicha nkama spinach kama nini, handasa zina mambo zote hizo nahwa tu. Lakini mtume angalia alipona akasema hawajanielewa. Sasa kiongozi amesema hawajanielewa, wajibu wake kufanyaje? Ni kutafuta mbinu kuwaeleza. Akamwambia mzee wao, katika kila nchi kuna mzee, na wakati huo kulikuweko wazee wa mitaa, lakini si wazee wa mitaa ikija chende vigubicho 10 ndavo.
Si wazee wa michaa magunia 1000 gunia 20 ziko si wazee wa michaa, wazee wa kuua. Mtanisamehe kama wako wazee wa michaa na wakosekana. Nenda kwa hatua dini hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka mzee wa mchaa, na nitafikia hapo. Hizi nitaziunganisha na darasa leo baada ya maghrib hapa. Billahi, akawakusanya Ansar, sio wenye tatizo. Sikiliza, bali alipowakusanya Ansar, taka kusilihisha, ameona hapa pana mkondo wa tafaruka, wataka kutoa kwa watukufu hawa, ataniwahi kabla nchi hauyakuwa. Waislamu wengi wa leo hatukaji mambo hapo kwa hapo, huwata ukakita mizizi kisha tataka kuukata ikawa ntabu, mizizi ishavunda na nyumba za watu. Hata ukiukata mwenye nyumba atakamlipe vile vile. Mumeona tunavyokosa ramani ya mwalimu wetu. Wakaya kundi la muhajirin wa Maka, ule mzee akamwambia ingieni, akawaruhusa, akaingia kwenye lebo mala mkutano na Mtume ataka kuwapatanisha. Mara likatokea kundi kubwa zaidi, akawazuia. Sikilizeni hikma. Mbona grupu la kwanza wakaingia kwenye boma la mkutano, mbona grupu la pili akalirudisha? Hekima ni kwa kuwa hawa waliokuja ni muhajirin, kundi la kwanza, na kundi la pili wengi muhajirin. Akapiga mahesabu, akaona hivi sasa namba itakuwa balance ya muhajirin na Ansar, na alokosewa ni Mtume alotoka Maka, na hawa watu wake watu kutoka Maka. Na katika mapatano aweza mtu kunua mkono akanena akinena atakavyo. Grupu ya muhajirina, mbona unamwambia nchua kwetu kinamna hii ngumi? Hili alilipima kichambo. Vipimo hivyo sisi hatuna. Pahala kuna grupu, hutaka grupu letu liwe kubwa zaidi, ili kukitokea tatizo sisi tuwe zaidi kuliko hawa. Angalia mambo tukiyatukua nyuma, tukiyaleta, utaona kama kwamba kwa Mtume uko kwenye mato yetu, na yako mafunzo yetu yake kwenye mato yetu, maneno yake, matendo yake na kukubali kwake. Hebu tumalize tikifungu. Akawarudisha wale hawa waliobaki. Sikiliza litakalopita, kisha utakwenda kueleza wenzetu. Sawa sawa? Ya ilahi, mengi ya kunenwa. Kama sisi vyasema, wewe mbona hawa umewaacha, wale umewafukuza, hakunenwi lolote mpaka wale pia waingie. Ndivyo tulivyo. Hamasa za kuvunda si hamasa za kujenga. Na kama hamasa zetu zilikuanza kujenga toka awali, tungekuwa tumejenga mengi, lakini tulivunda mengi kwa sababu ya hamasa, kwa kuwa watupu kielimu, watupu kifikira, watupu kibisara, watupu kimizani, watupu kimizani kivipimo. Na wao hawakukergi, wakaenda. Walipoenda, Mtume akaanza khutba yake. Je, hiyo khutba ya kimataifa mpaka leo huambiwa ni khutba ilochengeza, haikuharibu. Ilikuwa ni khutba gani? Nisameheni kwa hapa tu, na nina vikaratasi vitatu vya maneno ya kina kwenye maudhui ya hii khutba, lakini nitaiunganisha kwenye muhadhara wetu baada al-maghrib wa unwani hii, jenga sivunde. Muhadhara utakuwa unwani wake jenga sivunde. Nitaiunganisha na hapa kati ya Mtume kusilihisha, kupatanisha, ambapo sisi badala ya kutukua uswatun wa qudwa ni kielelezo na kiigizo, sisi huharibu na kufarikanisha na kutetanisha. Ndipo tukaanza kwa khutba kumwambia Mungu, Rabbana hablana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza al-mustaghfirin wa ya najata at-taibin. Astaghfirullah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allah yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Nitajaribu kuyaunganisha haya pamoja na inwani ya muhadhara wetu wa leo. Tutamuona kiongozi wetu na nitawabainishia mengi tulonao sisi Waislamu yanayotutaka sisi tusimame tuyafanye, tunawiri katika dunia na akhera. Hatuyafanyi, yasokuwa sio kwetu ndio na ambao ndio kwetu sivyo. Ni mangapi tutaka kuyafanya? Tuonane baada al-maghrib. Na kabla ya kushuka kwenye mimbar, nataka kuwapa taarifa hii. Ijumaa ya mwisho wa mwezi, akipenda Mwenyezi Mungu, Ijumaa ya mwisho wa mwezi, najua kila mwisho wa mwezi ni ruti yangu, lakini Ijumaa ya mwisho wa mwezi huo tamleta mwanafunzi wangu katika wanafunzi wakubwa, na mimi nitakuweko hapa Malindi, lakini nitakutubu Masjid Abdul Malik na nitatoa darsa hapo bila maneno, bila minong'ono. Ukinena ukinong'ona, takutia katika hii khutba leo na darasa kuwa hatujui mielekeo letu kunyanyurana na kunyanyurana. Au vipi wazee? Hatusalimu.